Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kupata ushindi huu. Haikuwa kazi nyepesi hata kidogo. Kila mmoja anafahamu ugumu na ubora wa Pamba, lakini bahati mbaya sana wakaingia kwenye mfumo mapema tu na tukaanza kuwabutua. Goli tulipata la mapema, goli la Jean Charles Ahoua ndilo goli ambalo liliwanyongonyeza Pamba Jiji na wakashindwa tena ku maintain ubora wao, na baada hapo Simba kawa anachomeka tu, akaingia la pili la tatu hadi kufika bao la 5. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kuendelea kujituma. Ratiba ni ngumu, nyote mnafahamu, lakini vijana wetu wameendelea kuishi humo humo kwenye ratiba ngumu. Na hali ya hewa hii leo kusema kweli imetusaidia pakubwa wachezaji kutopoteza nguvu. Nakumbuka mechi iliyopita dhidi ya JKT, jua lilikuwa kali na ikapelekea kipindi cha pili hasa timu kuwa down kweli kweli, lakini leo alhamdulillah kimvua kikawa kinapiga, ikaendelea kuwapa wachezaji nguvu, na hatimaye nguvu tulioanza nayo kipindi cha kwanza ndio ambayo tumemaliza nayo kipindi cha pili. Shukrani za kipekee kwa Jean Charles Ahoua kwa kufunga hat-trick hii leo, tumefurahi wana Simba, lakini shukrani nyingine tena kwa Lionel Ateba kwa kufunga magoli mawili, hasa goli lake la pili nimekuwa ni goli bora sana, na nafikiri ni goli bora la msimu huu. Ni goli ambalo ametumia akili kubwa ya kimshambuliaji, ametumia maarifa ya hali ya juu mno, akamchungulia mlinda mlango wa Pamba Jiji na hatimaye akaweza kufunga goli kwenye engo ya mbali kweli kweli. Ukiangalia alikuwa na mali upande huu wa kushoto, lakini goli limekwenda kuingia upande wa kulia. Magoli kama hayo ungetegemea pengine uyaone kwenye mechi kama ya jana hivi pale Ufaransa Paris, kwenye mechi ya Arsenal na PSG, ndio ungetegemea kuona magoli kama hayo. Lakini asante Mungu, magoli kama hayo unayaona Mwenge kwenye uwanja wa KMC, tena amefunga mchezaji wa Simba Lionel Ateba. Ni jambo la kufurahisha, ni jambo la kujifaharisha sisi kama wana Simba. Mechi ya leo ni tofauti na mechi iliyopita dhidi ya Mashujaa ama dhidi ya JKT. Zile mechi nyingine ulikuwa unaangalia mechi kama upo kwenye rice cooker, yani muda wowote unaungua, lakini mechi hii ya leo unatazama kama upo kwenye friji, yani unajisikia baridi, unajisikia raha mwanzo mwisho. Tumedominate, tumetawala mchezo na tumewafanya vibaya kweli kweli. Lakini kuna jambo moja zuri la kufurahisha ndani ya Simba ni kumuona SGR Joshua Mutale akirejea sasa kwenye ubora wake wa Power Dynamos. Na kwa hapa lazima tumpongeze Mwalimu Fadlu, yeye ndo mtu pekee ambaye hakumkatia tamaa Joshua Mutale. Wengi walishasema bana Joshua Mutale Tanzania imemkataa, lakini mwalimu aliendelea kumwamini, aliendelea kumpa nafasi, aliendelea kumpa moyo, alikaa na kuzungumza naye kama mtoto wake, na hatimaye Joshua Mutale ameweza kurejesha confidence yake. Leo ameanza katika mechi ya ligi kuu na kila mmoja ni shahidi unyama ambao ameufanya leo. Amecheza kushoto, amecheza kulia, amecheza katikati, amecheza kama playmaker, na kote alikocheza amefanya madhara makubwa kweli kweli. Penalti ambayo tumeipata ya kwanza imetoka kwenye miguu yake yeye Joshua Mutale. Kwa kweli Joshua Mutale anazidi kutulipa imani ya kumvumilia. Hii ndiyo SGR yenyewe, masaa 3 da mpaka Dodoma. Na kuna watu kadri wanavyochelewa ndivyo anamkuta Joshua Mutale akiwa wa moto kweli kweli. Kuna zahama kubwa huko mbele. Kwa hiyo unaweza kusema psychologically yake mwalimu ameweza kutengeneza vizuri. Ya, kuna video moja tutashare baadaye. Mwalimu kamaliza mazoezi akakaa chini na Joshua Mutale. Yani unajua ile father and son talk, yale mazungumzo ya baba na kijana wake, ndio wamekaa chini hapa katika uwanja huu wa KMC, anazungumza naye. Na kwa nini mwalimu ameinvest muda kwa Joshua Mutale SGR? Kwa sababu anafahamu ubora aliokuwa nao. Kwa hiyo mwalimu aliamini kwamba nikimpa confidence huyu na kumuonesha kwamba ninamwamini, atakuja kunilipa kitu kizuri. Na mwalimu amefanya hiyo kazi kwa ufanisi Unajua Fadlu sio tu kocha, ni rafiki, ni mlezi, ni baba. Kwa hiyo anaifanya kazi yake kwa ubora wa hali ya juu mno.
na ndio maana hii leo unamuona Joshua Mutale akiwa kwenye kiwango bora kweli kweli. Hivi ni ya kwanza ya pili ya kwanza Okay. Okay. Mfungaji bora hivi sasa anayeongoza ni Jean Charles Ahoua. Na hesabu kaka. Simba hii ukihesabu utajichanganya tu. Kwa sababu kila siku takwimu mpya. Hivi mmeshawahi kufanya utafiti hii ni tuzo ya ngapi ya man of the match anapata Jean Charles Ahoua? Hamjafanya utafiti Hebu tuitafute. Nadhani anawezekana akawa ndio mchezaji ambaye amepata tuzo nyingi za mchezaji bora wa mwezi, mchezaji bora wa mechi katika mechi ambazo tumecheza. Jean Charles Ahoua. Kuna formula mbili duniani. Kuna kula kuburudika na kula kushiba. Jean Charles Ahoua yeye anaishi kwenye formula namba 2 ya kula kushiba. Yaani ukimtazama Jean Charles Ahoua hautapata burudani yoyote kutoka kwake. Hawezi kuona vyenga, hawezi kuona makeke na madoido, hautafurahi ukimtazama Jean Charles Ahoua. Lakini utashiba ukimwangalia Jean Charles Ahoua kwa sababu atafunga kwenye kila mechi, ana uwezo wa kufunga. Ndio mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga penalti, ana uwezo wa kufunga set play, ana uwezo wa kufunga faulo, ana uwezo wa kufunga kwa movement. Ni mchezaji ambaye amekamilika sana. Na tena anachezea umeme. Yaani ni mchezaji ambaye anakupa kitu ambacho unakihitaji katika mechi yako kwa maana ya magoli. Jean Charles Ahoua ni mchezaji na sidhani kama kuna mchezaji anaweza akampiku ubora Jean Charles Ahoua. Sahau kuhusu magoli, sahau kuhusu assist, lakini mchango na msaada wake kwa timu sidhani kama kuna mchezaji yote anaweza akamfikia Jean Charles Ahoua katika ligi ya Tanzania. Kwa kusema hivyo maana yake ni kwamba namuona kabisa Jean Charles Ahoua akiwa ni mchezaji bora wa ligi ya Tanzania kwa msimu huu kwa maana ya MVP. Ni kama unamkumbuka Chama kwa hiyo sababu unasema kwa sababu umezungumzia unashiba lakini uenjoy. Chama alikuwa anafanya muenjoy. Kama mnamkumbuka hivi Chama. Sasa wapo watu wengine ambao wanafanya kazi hiyo ya kutufanya sisi tuenjoy. Yuko Volcano, nani anaitwa Mutalo Elimpanzu, nani Volcano Elimpanzu anafanya kazi. Na leo kama mmeona mimi kuna muda nikaona aibu kusema kweli. Amewapiga tobo wachezaji wawili wa Pamba mpaka nikajisikia fedheha, nikajisikia kama ni unyanyasaji fulani. Aibu unaona wewe. Aibu nikafumba hadi macho nikasema Mungu nisione tena tukio kama hili likitokea uwanjani. Sasa burudani tunazipata kutoka kwa watu wengine wakina Volcano, lakini Dibra Fernandez Mavambo naye anatupa burudani. Shabalala ball dancer naye vile anatupa. Kwa hiyo burudani cha Sambi halikadhalika. Kwa hiyo burudani kwa ngoma unapata pasi ambayo imenyooka kama barabara ya Tunduma Sumbawanga, yani ya moja kwa moja, haina kona wala matuta. Kwa hiyo pasi unapata kwa hiyo timu yetu imegawanyika. Inategemea unataka nini kwa nani, lakini kila kitu ndani ya Simba unakipata kwa ukamilifu wake.